mwema, ukanene na mioyo yetu, ukanene na maisha yetu kama yalivyo mausia na mapenzi yako Bwana. Naomba ni kwa sababu ya kila mmoja wetu ambaye amefika mchana wa leo, ya kwamba Bwana utamhudumia kila mtu kwa nafasi yake kama ilivyo mausia na mapenzi yako. Mungu wa milele, tunakubariki maana wewe ni Mungu mwema. Asante ni kwa sababu ya mtumishi wako Bwana anayesimama kwenye haya madhabahu mchana wa leo. Bwana, tunamuombea nguvu zako, tunamuombea kibali, tunamuombea uwepo wako Bwana wa milele. Tuomba Roho wako Mtakatifu akanene na yeye Bwana. Yeye ni chombo tu mbele zako, wacha Mfalme ukamtumie kama ilivyo mausia yako, na ili akayalete mausia yako kwetu Bwana, katika jina la Yesu. Tumuombea ujasiri wa Roho Mtakatifu. Wacha Roho wako Bwana akazidi kumnena katika jina la Yesu. Unapolibariki kanisa Bwana ukabariki kwa jina la Yesu Kristo. Tunashangilia, tunakupa uwepo wote na wewe kwa jina la Yesu tunaomba. Kwa majina naitwa Naftali Mudia na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Bado niko katika safari hii, napambana, najikasa, japo majaribu ni mengi, lakini naomba Mungu anisaidie kwamba nikaweza kumaliza safari salama. Bwana Yesu asifiwe. Pia kwa ile pita zangu katika Biblia niliona kwamba sitatoka nje ya Pasaka, kwa sababu bado katika shamra ya Pasaka. Kwa hivyo tu ujumbe wangu unaongea kuhusu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu alikufa ni kwa ajili ya sisi, na sisi tunafaa kuiga mfano wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hivyo ujumbe wangu ni kama ipasavyo. Kwa hivyo ujumbe wangu nimeweza kuupa na mada do your characters match those of Christ? Do your character match those of Christ? Hiyo ni swali. Bwana Yesu asifiwe. Je, tabia zako au mienendo yako inalingana na Yesu ama Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Si Yesu alikufa ni kwa ajili yetu. Je, mienendo yetu na tabia zetu zinaendana sawa na Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huo ni ujumbe wa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kristo alikufa ni kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hakika kuna mambo sisi kama Wakristo tunafaa kuiga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano katika maongezi yetu, si ndio? Jinsi tunapoongea tunafaa maongezi yetu yalingane na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotembea matembezi yetu yanafaa kulingana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoona tuko kazini pia matembezi yetu yanafaa yalingane na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo bila kupoteza muda ningependa tusome neno la Mungu, tujue neno la Mungu linasema namna gani. Kwa hivyo tunasoma katika kitabu cha Wafilipi 2:5. Wafilipi 2:5. Tujue Biblia inasemaje kuhusu tabia ya Yesu, au ni tabia gani tunafaa tuige kwa Yesu. Neno la Mungu linasema iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa hapo pia ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba mniweke kwa lugha ya Kiingereza NIV. Your attitude should be the same as that of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa neno attitude inaweza kuwa na maana mingi, si ndio? Maana ya kwanza inaweza kuwa ni mtazamo, that is perception, si ndio? Ya pili inaweza kuwa ni nini? Ni character ama our behavior ama manners. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunauliza kwamba your attitude should be the same as that of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Tabia inamaanisha kwamba tabia zetu zinaendana sawa na tabia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unakuta kwamba sisi ni Wakristo, lakini unakuta kwamba yale ambayo tunafanya kabisa ni kinyume kabisa na vile Yesu jinsi ambavyo Yesu alikuwa akifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Pia tutaangalia neno jingine katika waraka wa Yohana 1
John, 1 John chapter 2 verse 6. 1 John chapter 2 verse 6. First John chapter 2 verse 6. Whoever claims to live in him must walk as Jesus did. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye Yesu, tunasema Yesu, sisi tuko ndani ya Yesu na Yesu wako ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaambiwa kwamba sisi ambaye tuko ndani ya Yesu na Yesu wako ndani yetu tunafaa kuenenda kama jinsi Yesu alivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Je, jinsi ambayo tunafanya kama vile Yesu ametuagiza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Je, tabia zetu zinaendana na jinsi Yesu ametuagiza? Bwana Yesu asifiwe. Tabia zetu zinalingana na vile Yesu ametuagiza. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hivyo ningependa tuangalie ni sifa gani za Yesu ambazo sisi kama Wakristo tunafaa kuziiga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu jaribu katika zile vitabu viwili ni kuhusiana na tabia za Mkristo anafaa kuwa. Bwana Yesu asifiwe. So nimeandika kwa Kiingereza nikasema the characters of Jesus we should desire to have. The character of Jesus we should desire to have. Ni tabia gani ya Yesu sisi wa Kristo tunatamani kuiga? Ni tabia gani za Kristo sisi kama tabia gani za Yesu sisi kama Wakristo tunafaa kuiga? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, sifa moja ya Yesu ambayo sisi Wakristo tunafaa kuiga ni kuhusu upendo. That is love. Point number 1 andika love ama love. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba tupendane. Sivyo? Biblia inasema kwamba tupendane, na Biblia inasema kwamba yule ambaye hapendi ndugu yake afanye nini? Hapendi Mungu. So inamaanisha yule ambaye anachukia ndugu yake, inamaanisha kwamba tabia yake si ya Yesu. Sijui tabia inatoka wapi. Tabia ya kuchukia inatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu ndio upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi kama Wakristo tunaomba kwamba tuwe watu ambao tunapendana. Bwana Yesu asifiwe. Tupende ndugu zetu. Neno la Mungu linasema kwamba unaweza pendaje Mungu ambaye humuoni na ndugu yako ambaye humuoni? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vile unaweza penda Mungu ambaye humuoni na ndugu yako ambaye unamuona haumpendi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kitu cha kwanza unafaa kufanya ni kupenda ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ametuumba kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona mwenzako hakika ni mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sifa moja ya Yesu ambayo sisi Wakristo tunafaa kuiga ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na neno hilo la upendo tusome kitabu cha waraka wa Yohana 1:4-20 kuhusu kupenda ndugu. Je, wewe unapenda ndugu yako? Unapenda ndugu yako ama unachukia ndugu yako? So ikiwa unachukia ndugu yako inamaanisha kwamba sifa zako haziendani kamwe na tabia za Yesu au sifa za Yesu. Okay, 1 John 4:20. 1 John chapter 4 verse 20. Weka kwa Kiswahili. Weka kwa Kiswahili. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi mpenda Mungu ambaye hakumuona. Bwana Yesu asifiwe. Ndio neno la Mungu. Wewe unasema kwamba unakuja kwa kanisani unasema nimeokoka na mpenda Mungu. Lakini mahali hapa labda kuna yule ambaye hamuelewani. Labda kuna yule ambaye mnachukiana, hamsalimiani, hamuongeleshani, mnachukiana. Je, unapenda Mungu kweli? Jibu ni la, sivyo? Kwa hiyo kwamba tunafaa tupende ndugu zetu. Maana sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Mfano mwingine ambaye Yesu alionyesha, ambaye sisi kama Wakristo tunafaa kuiga kuhusu upendo ni kifo chake. He shed tears over the dead. Bwana Yesu asifiwe. Alipigwa, akapigwa mijeledi, akateswa ni kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kule kujitoa kwa ajili ya dhambi zetu kunaonesha upendo. Bwana Yesu asifiwe. Si rahisi mtu kujitoa ni kwa ajili ya mtu mwingine. Sivyo? Kwa hivyo sisi kama Wakristo tunafaa tuige ile tabia ya Yesu ya kupenda wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine ni wa Lazaro. Sasa sote tunajua Lazaro ambaye alikuwa ni dada wa Mariamu ambaye aliaga. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambiwa kwamba kuna wakati Lazaro alikuwa mgonjwa, lakini Mariamu akamwalika Yesu akuje amuone rafiki yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alipokawia kidogo ule Lazaro akaaga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipokuja baada ya siku kama siku 3 ama siku 4 akakuta ya kwamba tayari ameshaaga na hapo kaburini. Bwana Yesu asifiwe. So alipofika mahali pale, unajua katika mahali pa ibada mara nyingi kuna huzuni, hakuna furaha. Akakuta wale madada za Lazaro wakilia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nakwambia alisikitika. Bwana Yesu asifiwe. Akaingia na ile huzuni, akiona ya kwamba wale wanalia. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akalia. Hapo ninaambia kwamba and Jesus wept. Jesus wept. Kwa nini alilia? Ni kwa sababu ya upendo. Kwa sababu Lazaro alikuwa ni rafiki wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni rafiki wa Yesu katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi tunafaa tuonyeshe upendo kwa ndugu zetu. Wakiwa wagonjwa tunawapenda. Wakiwa na changamoto mbalimbali tunawapenda. Tudhihirishe upendo kama jinsi ambavyo Kristo alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine kwa haraka ni kuhusu kupenda adui. Si rahisi kupenda adui, sivyo? Lakini neno la Mungu linasema kwamba tupende adui. Hata kama adui anatukosea, tuendelee kuwapenda. Tuendelee kuonyesha upendo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitabu hiyo zaidi utasoma Mathayo 5:43, kupenda adui. Tunafaa kupenda maadui zetu. Kuna watu wengi wanafanya mambo mabaya. Hata sasa katika eneo hili kuna mambo ambayo yanaendelea mazuri, sio? Unakuta kuna wale labda vijana wameingia katika ulaghai, wanatuibia, wanatumiza. Lakini neno la Mungu linatuendelea kwamba tusiwachukie. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kuonyesha upendo kwa watu wale wenye tabia kama hili. Na tuendelee kuwaombea ili Mungu afanye nini? Awabadilishe ili siku moja waweze kutoka kwa ile tabia. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Tusiombee adui yetu mabaya. Kuna wakati wengine kama wale sasa hivi wanatusumbua, sio? Kuna wengine wanasema tuwaue. Haifai, sio? Tunalipiza mabaya kwa mabaya. Sisi kama Kristo tunaagizwa kwamba tuwaombee, na hakika tukishikana pamoja kama Kristo, tuombee wale ndugu zetu ambao wanafanya uhalifu, hakika watabadilika. Na eneo letu litakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tusikue watu ambao tunaombea mabaya. Hata sheria ichukue mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine, ni tabia ya pili ambayo tunaweza nafaa kuiga ni kuhusu forgiving. Msamaha. Yesu alikuwa ni mwenye msamaha sana. Watu wengi ambao walifanyia mabaya waweza kuwasamehe. Imagine alishikwa bila kosa lolote. Aliadhibiwa, akapigwa, akatemewa mate, akazihakiwa. Lakini hakuona mahali ambapo Yesu alilipiza kisasi. Anaendelea kupenda watu wale hata leo katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Alisema wasamehe maana hawajui kile ambacho wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hata karibu na yeye kulikuwa na mwizi ambaye alikuwa amesulubiwa pamoja. Lakini bado tu anajaribu kueleza ule msamaha. Anamsamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tu watu ambao tunasamehe, watu ambao wanatukosea, tusiweke grudge, tusikose kuongeleshana, tuendelee kuiga mfano wa Yesu wa msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaweza soma katika kitabu cha Luka
33:34. Luke chapter 23:34. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Kwa Yesu asifiwe. Ni wale watu ambao wale maaskari, the Roman soldiers ambao walikuwa karibu na hao. Wale watu mdhihaki akiwa juu ya msalaba. Wanasema jiokoe kama ni mwana wa Mungu. Kwa Yesu asifiwe. Kama ni mfalme wa Wayahudi, ujiokoe katika msalaba. Lakini Yesu aliona kwamba hawajui kile ambacho wanafanya na kwamba hawasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine wa msamaha ni kuhusu yule mwanamke ambaye alipata akizini ama akifanya uasherati. Hadithi hii kila mmoja anajua. Ambaye ni Yohana 8 kuanzia 1 hadi 11. Unakumbuka kwamba kuna yule mwanamke, unajua katika sheria ya Musa, wakati huo ungepatikana umefanya kosa la kuzini ama kufanya uasherati, mtu alikuwa akipigwa mawe hadi afu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale Mafarisayo walishika huyu mwanamke na kumpeleka katika kwa Yesu. Wakamwambia kwamba mwanamke huyu ambaye ako mbele yako tumemshika akifanya hili na hili, na tunafaa tumpige mawe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alisema ya kwamba ikiwa hujawahi fanya kosa lolote, Bwana Yesu asifiwe. Unajua kosa si kufanya tu sharati peke yake. Hata unaposema uongo ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Uwe wa kwanza kurushia mwanamke yule mama. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambia kwamba kila mmoja aliweka jiwe lake na kupotelea mbali, kutokomea mbali. Kila mmoja alitoka na kabaki na Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu ni mwenye msamaha. Hata tukiwa watu na dhambi, tusio watu ambao tunanyoshia watu wengine vidole, si ndio? Unajua wengine wanaona labda kuzini ni kosa sana. Na pia kusengenya si dhambi. Si ndio? Kusema uongo si dhambi. Si kuiba ni dhambi. Kufanya ujambazi si dhambi. Na mara nyingi wakati vijana wanafanya mob justice, unakuta mtu ambaye anakuwa kwanza kurushia mwingine mawe ni mwizi, si ndio? Labda ana dhambi, si ndio? Lakini ni dhambi tofauti na yule mwingine. Yule mwanamke alizini, lakini labda wewe ulisema uongo, labda wewe ulisengenya, labda ulifanya mambo mengine ambayo si mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusiwe watu ambao hakika tuna hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watu ambao tunasamehe. Kwanza tujichunguze kabla tuangalie wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine ni kuhusu Peter wakati alikuwa aliuliza Yesu, tunafaa kusamehe watu mara ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Je, mara 7? Yesu Peter akamuuliza Yesu mara ngapi? Mara 7. Lakini Yesu akamwambia mara 70 mara 7 ama mara 77 mara 77. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua zaidi angalia kitabu cha Mathayo 18:21 hadi 22. Matthew chapter 18 verse 21 to 22 kuhusu msamaha. Kwa hivyo tufai kusamehe. Hii inamaanisha kwamba tunafaa kusamehe, tusikuwe na mpaka. Tuseme ya kwamba tunasamehe mara 2, ya 3 sitamsamehe. Tunafaa kusamehe watu mara kwa mara. Hii inamaanisha kwamba haina mwisho. Msamaha hauna mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwamba nadhani kosa ambalo sisi kama Wakristo hatutawahi samehewa ni kutosamehe wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba tusiposamehe ndugu zetu, hata Mungu wetu atatusamehe. Unasikia hilo neno? Tusiposamehe ndugu zetu, hata Baba aliye juu mbinguni atatusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tunaweza kufanya kwamba sisi ni Wakristo vizuri sana, lakini bado tusisamehe wenzetu. Inamaanisha ile kosa hatutasamehewa, tutahukumiwa kwa sababu ya kosa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukumbatie mambo ya msamaha sana kwa wale ambao tukosea. Hiyo ni sifa ya pili. Sifa ya tatu ni humility. Humility kwa Kiswahili nasema
ni unyenyekevu. Yesu alikuwa ni mtu ambaye ni mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Hata aliposhikwa na wale wazee wa kanisa na kuhani, alinyenyekea. Unajua Yesu alikuwa na nguvu sana ambaye angeweza kufanya nini? Angeweza kudhuru wale watu, si ndio? Angefanya jambo aweza kujizuia na wale watu, si ndio? Lakini aliweza kuhambo, aliweza kunyenyekea, si ndio? Mara nyingi inaonyesha kwamba wakati tuna cheo cha juu, si ndio? Wakati mwingine tunakosa kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa, imagine Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ananyenyekea. Anashikwa, hawezi swali lolote. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa mwingine anasema utanitambua, unajua ni nani? Unajua mimi ni baba yangu ni Mungu. Si ndio? Amejigamba, si ndio? Hebu sasa ushike mkono wa rais. Ni ngumu, si ndio? So kwa hivyo Yesu alikuwa mtu ambaye ni mnyenyekevu. Alikuwa na humble. Bwana Yesu asifiwe. So Jesus is the ultimate example of humble. A humble servant leader. Alikuwa ni mtumishi. Alisema kwamba si kuja kutumikiwa, ndio kwani kutumika. Inaonyesha kidogo humble. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tunapata katika kitabu cha Marko 10:45. Mark chapter 10 verse 45. Si tunaelewa wakati mwingine sio wakati kama tuko hapa kanisani kama viongozi, mara nyingi sikuja kwa sababu ya nini? Kutumikiwa, sio? Mara ya kwanza inamaanisha kwamba sisi wenyewe tuwe watumishi, tuwe mstari wa mbele kama vile Yesu alikuwa ni mtumishi, tuoneshe ule unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine ni vile Yesu aliosha wafuasi wake miguu. Imagine mfalme anaosha na wale wadogo, anaosha wale wadogo. Is it possible? Inawezekana kweli? Na imagine anasema kwamba nyinyi leo mtaketi chini, ni waoshe miguu yenu vizuri, ni wapanguze, si ndio unyenyekevu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi tunamaanisha kwamba tunyenyekee. Sisi zote mbele ya Mungu tu kitu kimoja. Hakuna mkubwa, hakuna mdogo. Hakuna tajiri, hakuna mtu wa hali ya chini au mtu duni. Bwana Yesu asifiwe. Sisi zote mbele ya Mungu ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaonyesha nini? Unyenyekevu. Hiyo ya kuosha miguu tuangalia John 13:5. Mfano mwingine kuonyesha unyenyekevu ni associating with sinners, e.g. tax collector. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alitangamana, alikaa pamoja na watu wote, hakuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Hakusema kwamba mimi ni mtakatifu zaidi kuliko watu wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alinyenyekea ya kwamba mimi na hawa ndugu zangu si kuja ni kwa ajili ya wenye haki, bali ni kuja kwa wale waovu. Bwana Yesu asifiwe. Alinyenyekea. Hiyo inaonyesha kwamba alikuwa ni mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tutasoma tunapata katika kitabu cha Marko 2:15 hadi 17 kuhusu Jesus associating with sinner, kuhusiana na yani kila mmoja, hata watenda dhambi alikuwa wote walikuwa ni marafiki zake. Hiyo inaonyesha kwamba ni hakujichukua kwamba yeye ni mtakatifu. Hapana, sitakaa na mtu fulani kwa ajili ya mtenda dhambi. Hapana, sitaingia katika nyumba ya mtu fulani kwa ajili ya mtenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliamua kutangamana na kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kama Wakristo ni compassionate. Unaweza andika compassionate. Compassionate ni kama alikuwa ni mwenye huruma. Alikuwa akihurumia watu wote, si ndio? Even the marginalized. Unajua marginalized ni watu ambao wametengwa, si ndio? Watu ambao wametengwa, hata wanaonekana ni duni zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alikuwa anawapenda. Bwana Yesu asifiwe.
Mfano mmoja ambao unaonyesha kwamba Yesu alikuwa na mwenye huruma ni wakati alipolisha wanaume 5,000. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka wakati huo walihubiri mchana wote hadi jioni. Naona zile nzuri ya kwamba watu hao waende nyumbani kama hawajapata kitu cha kukula. Bwana Yesu asifiwe. Si aliona huruma. Si ndio? Ndio wakati mwingine tunakosa kuhudumia watu wenye njaa. Si ndio? Labda unakuta mama anakutembelea hapo njaa. Wakati mwingine tunamfukuza, si ndio? Wakati mwingine labda sisi tuna wafanyikazi, si ndio? Labda tunawapatia kazi fulani. Unajua wakati mwingine tunasema sinamlipa pesa yake, sitampea chakula. Hiyo hatuonyeshi huruma, si ndio? Tunafaa kuhudumia watu. Tujue kwamba huyu ni mwanadamu na anafaa kula, si ndio? Tunafaa kuonyesha ile huruma na ile generosity, ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hivyo Yesu alipowalisha wale wanaume 5,000 alionyesha kwamba ni mwenye huruma. Ukisoma soma Matthew 14 chapter 14 verse 14-16. Ukiwa kwa Kiswahili nasema kwamba aliwahurumia. Ukiwa kwa Kiswahili Matthew chapter 14 verse 14-16. Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Tuendelee 15. Hata ulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tu na saa imekwisha pita. Uwaage makutano waende zao vijijini wakajinunulie vyakula. Sasa kuna wafuasi walikuwa wale wanasema tuache tuwaachilie waende tu waende wajinunulie chakula, lakini Yesu akawaambia hawana haja kwenda zao, wapeni nyinyi vyakula. Aliwahurumia, si ndio? Tuwe watu ambao tunahurumia watu wenye njaa. Mfano mwingine ambaye Yesu alionyesha huruma ni raising the widow's son. Aliponya kijana wa mama mjane. Kwa hivyo inamaanisha alikuwa anaonea wajane huruma, si ndio? Unajua mama mjane yule ambaye ameachwa ndiye yeye ndio kila kitu, si ndio? Yeye ndiye anamwambia kwamba huyu kijana alikuwa ndiye only son, alikuwa ni kijana pekee yake kwa hiyo familia, ambaye huyu mama mjane ndiye mtegemea na ameaga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alimhurumia huyu mama mjane. Bwana Yesu asifiwe. Alimhurumia na akaweza kumfufua. Hiyo ni Luka 7:12-15. Naweza soma wakati wako ziada. Mfano mwingine ni kuhusu healing a leper. Mfano mwingine tu kuhusu compassionate ama kuhusu kuonyesha kwamba Yesu alikuwa mwenye huruma ni healing a leper. Mwenye ukoma. Unajua ukoma ilikuwa kama leprosy. Unajua mtu alikuwa na ukoma wakati huo alikuwa kitengwa. Lakini aliona kwamba alimhurumia sana kwa ule ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Na akamponya. Sio alikuwa akihurumia watu wote. Alikuwa anahurumia poor, widows. Bwana Yesu asifiwe. Na wagonjwa. Si ndio? Kwa hivyo sisi naye tuige mfano. Sisi kama Wakristo tuige tabia ya Yesu ama sifa ya Yesu ya kuhurumia watu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ya lepers ni Mark chapter 1 verse 40-41. Utasoma wakati wako ziada. Sifa nyingine, sifa ya 5, self control. Self control. Wakristo wanafaa kuwa na self control ni nini? Kujizuia. Si ndio? Watu wenye kujizuia hadi wenye kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama Wakristo tunafaa kuiga ile tabia ya Yesu ya kuwa na self control. Bwana Yesu asifiwe. Jesus lived a sinless life despite being tempted by Satan himself. Tunaambia kwamba Yesu aliishi maisha ambayo ni matakatifu bila dhambi yote. Lakini tunaambia kwamba siku moja alijaribiwa.
Tunakumbuka wakati alipofunga siku 40. Si ndio? Shetani alimtembelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani anajua wakati mzuri wa kujaribu ni wakati gani? Wakati una njaa. Bwana Yesu asifiwe. Umekaa siku 40 hujapata chochote. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo shetani anachukua ile nafasi kukujaribu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu ni nani? Aliweza kushinda yale majaribu. Aliweza kujidhibiti. Aliweza kujizuia kutokana na yale majaribu. Hata sisi wa Kristo mara nyingi majaribu huwa inakuja kama wa Kristo. Si jaribu kuwe na self control. Tuweze kujidhibiti. Tuweze kuepuka majaribu kama yale Yesu aliweza kuepuka. Imagine alijaribu karibu mara kadhaa. Kuna wale walipelekwa juu ya jengo, akaambia jirushe, Mungu atamuokoa. Lakini akamwambia na nani? Mungu hajaribiwi. Bwana Yesu asifiwe. Na ile aliambiwa jabalishe mkate, mawe yawe mkate. Akasema kwamba wanadamu haishi kwa mkate peke yake. Tunaona aliweza kushinda nini? Yale majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka ile majaribu mengine ambayo alipandishwa kwa kaambiwa, unaona ile Nairobi yote hii. Ukikubali kuniabudu, hii milki yote nakupatia. Hata kama ni wewe na una kitu ungefanyaje? Tungenasa, si ndio? Tungenasa katika ule mtego. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu aliweza kushinda ule mtego. Akasema kwamba Mungu hajaribiwi na akashinda yale majaribu. So kwa hivyo Mungu atusaidie tu watu wenye kushinda majaribu na kuwa na kujidhibiti sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitabu cha Methali 25:28. Weka kwa Kiswahili. Inasema a man without self control is like a city broken into and left without a wall. Bwana Yesu asifiwe. Weka Proverbs 25:28. Weka kwa Kiswahili. Proverbs 25:28 kwa Kiswahili. Asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na ukuta. Yaani inamaanisha kwamba mtu ambaye hawezi kujizuia. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kujitawala yeye mwenyewe. Ni kama nini? Ni kama mji ambao umebomolewa hapo nini? Kuna ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali tuwe na self control ambaye ni sifa ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sifa nyingine ni honesty. Sifa ambayo Kristo tunafaa kuiga Yesu kuhusu nini? Honesty. Unajua honesty ni kuwa kweli au mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kuwa kweli ama waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Si hapa kama katika kanisa kuna watu labda tunadili na mambo ya pesa, si ndio? Unajua wakati unapopewa mambo ya kudili na pesa, kwa mfano kama umepewa 100, unafaa kuhakikisha kwamba ni 100, isiwe ni 99. So inamaanisha hiyo shilingi 1 ukijiwekea, inamaanisha wewe si mwaminifu. Si ndio? Yesu alikuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Alipotwika ile jukumu la kuokoa Kristo, alikuwa mwaminifu hadi kifo chake. Bwana Yesu asifiwe. Tunapopewa jukumu la kuongoza kanisa ama tumepewa huduma mbalimbali, tuwe waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Yesu alifanya nini? Alikuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu unakumbuka kile kitendo cha Yesu kupiga wale mjaridi kanisani. Ili kuonyesha kwamba alikuwa anatii nyumba ya Mungu, si ndio? Alitaka uaminifu katika nyumba ya Mungu. Na watu ambao walibadilisha nyumba ya Mungu kuwa soko. Walikuwa wakifanya biashara zao huko. Lakini Yesu alikasirika. Aliwapiga na mijeledi. Akawafukuza. Ili kuonyesha kwamba alikuwa honest, alikuwa mwaminifu na kazi ambaye Mungu alimuita kwa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ambaye ni kuokoa mwanadamu na kumwelekeza katika njia ambazo ni za takatifu. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hiyo cleansing the temple, ile kusafisha temple
ilikuwa inaonyesha kwamba alikuwa honest. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kusoma katika kitabu cha Luka 14 samahani, Yohana 14:6 inasema Jesus did not tell just tell the truth. He is the truth. Yesu ni mkweli. Hata Biblia inasema kwamba Yesu ni mkweli. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kujua zaidi, angalia Yohana 14:6. Tukamwona mpaka pale. Wafanya biashara hapa ndio sisi tuna nasi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine sisi wafanya biashara, unajua customer anaweza hata ama sisi wale tunanunua. Sababu mfanya biashara lazima atanunua na atauza, si ndio? Unajua wakati mwingine wanatuma dukani. Umepewa shilingi 200 au shilingi 100, tuseme 500. Ukapeana shilingi 500 kwa bidhaa ya shilingi 100. Alafu ule mhudumu alikuwa akasahau akurudisha shilingi 900. Wewe kwa sababu ya urafiki wako unaamua kutia mfukoni, ndio bahati yako. Wewe ni mkweli, wewe ni mwaminifu kweli. Wewe ni mwaminifu kweli. Hapana, sivyo? Wewe sio unajua kwamba ningepata kurudisha shilingi 400. Mbona umekubali kuchukua 900? Sio unaona kama ambao sio Kristo tunanazo. Unasema ni bahati. Hapo hakuna bahati, si ndio? Hapo umeiba, si ndio? So hii inaonyesha kwamba tumekosa ule uaminifu. Tumekosa kuwa watu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hata tukiwa nyumbani, unajua vijana tukiwa nyumbani, ndio wakati mwingine mama anaweza weka pesa yake hapo, haige 1,100. Wewe unachukua mimi kunja mzuri. Unajua naikunja hata ndani tu 1,000. Mama anakuja kuhesabu pesa, anakuta 100. Wewe unaaminika kweli? Wewe unaaminika kweli? Hauaminiki. Sio kwa hiyo tunafaa tuaminike kama Wakristo. Tuige tabia ya Yesu ya kuwa watu ambao ni waaminifu. Karibu nimalize. Sifa nyingine ya 7 ni patience. Patience ni kama kuvumilia. Ama nasema long suffering. Patient or long suffering. Hiyo ni kuongoja. Sisi wakati mwingine wa Kristo wakati mwingine hatuongoje. Si ndio? Kwa mfano kuna jambo, kuna mambo yamekuwa yakitusumbua, labda biashara zetu zinatusumbua, watoto wetu walikuwa wakitusumbua. Tunaomba ni kana kwamba Mungu asikie maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukosa uvumilivu. Si ndio? Baadaye tunasema tunatafuta usaidizi nje. Si ndio? Tunaanza kutafuta usaidizi nje. Ikoaje tumekosa kufanya nini? Kuvumilia. Imagine tunaambia kwamba Yesu ili aanze huduma alikaa miaka 30. Atatuambia kuanzia mwaka mmoja hadi miaka 30 alikuwa akifanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu anaweza kuja kanisani na siku ya kwanza asipopewa nafasi labda hata ya kutangaza anaama kanisani. Aje kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ili afanye ile huduma ya kuhubiria alichukua miaka 30. Yapewe tu nafasi ya kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati mwingine tunaweza kupewa nafasi. Tumekaa muda mrefu na tunaweza kupewa nafasi. Wakati mwingine tunaweza kuongoja. Tunaama hata kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tunajaribu kuomba. Tunaona Mungu ajibu, tunaama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukosefu wa uvumilivu. Yesu alikuwa ni mtu mvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo unaweza soma 1 Timothy 1:16. Timotheo wa kwanza 1:16. So we need to show more patience in our lives and with the people around us. Tunafaa kuonyesha watu wenye uvumilivu na watu wenye uvumilivu unaonyesha kama ni kuongoja. Watu unaongoja, sio wakati unaongoja, unavumilia. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja mpaka hadi pale. Unajua mahubiri yangu inaweza ni tofauti, si ndio? Inaweza kuwa tofauti, lakini cha muhimu ni nini? Kushika point itakusaidia. Sifa nyingine ni obedience.
sifa ya nane ni obedience. Obedience ni kama kutii. Yesu alitii. Alipopewa jukumu la kuokoa wanadamu, alitii hadi mwisho. Hakuhepa. Hata mambo hata yakiwa mabaya namna gani. Lakini tunaambia kwamba Yesu kuna pale alifika mpaka akaona mambo yamezidi sana. Unakumbuka wakati usiku ambaye alikuwa arrested, alisumbuka sana. Tunaambia kwamba alikuwa alihuzunika, he was saddened, alihuzunika sana. Lakini akaenda akaomba, akasema kikombe hiki niondolee. Anaweza sifiwe. Yaani alikuwa amesema sijui nikatai, lakini alikumbuka kwamba Mungu amesema ya kwamba ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Si ndio? Ndio wakati mwingine tunapewa hata tufanye jambo fulani, lakini una mambo yamekuzidi. Kwa hilo nifanyaje? Lakini tunafaa kutii. We have to obey the will of God. Sawa, kama vile Yesu alipambana mpaka dakika ya mwisho. Unaweza sifiwe. So kwa hivyo tunafaa tuige Mungu, Yesu, tuwe watu ambao ni wenye kutii. Hata hali ziko, hata changamoto, despite the difficulties. Tuweze kuvumilia. Na tuwe watu ambao ni watiifu. Hiyo ni Philippians 2:8. Kwa Filipi 2:8 utapata hiyo ambaye Jesus humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Bwana Yesu asifiwe. Last point ya mwisho. Last but not least. Mfano ambao sisi kama Wakristo tunafaa kuiga ni kuhusu prayerful. Tuwe watu wenye kuomba. Tuwe watu wenye kuomba. Na hii ilikuwa sifa ambaye ilikuwa the most character trait ya Yesu, kuomba. Alipenda kuomba. Kumbuka wakati alikuwa ndani kusubiri kushikwa na wale the elders and the high priest. Usiku huo alienda kaomba, ndio? Sisi tunaambia alienda kaomba mara ya kwanza, na wale ambao alifaa akwenda hapo alilala. Akaenda mara ya pili, akakuta bado amelala. Mara ya tatu amelala. Na hapo ya tatu alisema kwamba kesheni na kuomba ili mfanye nini? Msiingie katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa ni muombaji. Nasema kumbuka alitufunza kuomba, ndio? Alitufunza kuomba. Omba hivi, Baba yetu aliye mbinguni. Tunajua yale maombi. Ukitaka kujua zaidi angalia Matthew 6:9. Ukitaka kujua yale maombi ambayo Yesu aliomba. Ukiangalia Matthew chapter 6 verse 9 hapo itakuelekeza mambo ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hivyo sisi kama Wakristo, the most character trait of Jesus is his commitment to prayer. Bwana Yesu asifiwe. Aliomba, alipenda sana kuomba. Sisi tunaambia kwamba alifunga siku 40 kwa ajili ya maombi, si ndio? Sisi huwa tunafunga siku ngapi? Labda siku moja na labda tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu alifunga siku 40 na akashinda. Si tuige Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo unaweza andika Luka 5:16 na Matthew 26:36. Luke 5:16, Matthew 26:36. So prayer needs to be a priority for us if you want to lead our families well. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ndio kipaumbele, priority. Tunaipea kipaumbele katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana maombi ni kuzungumza na Mungu. Hakuna njia nyingine ambayo tunaweza kuzungumza na Mungu. Licha tu maombi. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hivyo hilo ndio neno la Mungu, na hizo ndio sifa ambazo sisi kama Wakristo tunafaa tuige Yesu. Nadhani ukiwa na hizi sifa zote utakuwa tayari kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo anaporudi akubali kwa sifa hizi, hata kunyakua tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ni Kristo na una hizi sifa, ole wako. Ole wako. Bwana abariki neno lake. Mbarikiwe.